Tanzania kwa machozi na jasho, tukaze na mwendo, tuiwaze kesho ya ndugu zetu wadogo. Nchi yetu ni muhimu kwetu, zawadi yake, zawadi yake tuituze. Kilolo oye! Mheshimiwa Waziri, kwa jina naitwa Injinia Hussein Kitemwe, mhandisi kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa na ndiyo msimamizi wa mradi huu. Mheshimiwa Waziri, katika mwaka wa fedha 2025/2026 ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa ilitengewa kiasi cha fedha bilioni 1 kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa ofisi ya mkuu wa wilaya ya Kilolo. Mkandarasi anayetekeleza mradi huu ni Moss General Supply Limited, ambapo mkataba wake ulisainiwa tarehe 19 Januari mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi milioni 875,427,899 kwa muda wa miezi 6. Utekelezaji wa mradi huu ulianza tarehe 26 Januari 2026 na unatarajiwa kukamilika tarehe 10 Septemba 2026. Kazi iliyopangwa na utekelezaji wa awamu ya kwanza. Mheshimiwa Waziri, awamu ya kwanza ya mradi ni ujenzi wa jengo la ghorofa 1 ambapo kazi zilizoainishwa kutekelezwa katika awamu hiyo ni ujenzi wa msingi na zege la jamvi, kujenga nguzo na kuta, ujenzi wa slabu ya ghorofa, kufunga bomba za umeme na maji awamu ya kwanza pamoja na kupaua na kuwezeka. Mheshimiwa Waziri, hadi Julai 2026 utekelezaji wa mradi huu umefikia 60%. Na pia mkandarasi anaendelea na kazi ya kusuka nondo za slabu, kufunga bomba za umeme na maji awamu ya kwanza kwa ajili ya kumwaga zege ya ghorofa. Mheshimiwa Waziri, hadi Juni 2026 ofisi ya mkuu wa mkoa imepokea kiasi cha shilingi milioni 395,464,116. Kati ya hizi fedha mkandarasi amelipwa kiasi cha shilingi milioni 345,116,116 na kiasi cha shilingi milioni 25 amelipwa mhandisi mshauri wakala wa majengo Tanzania TBA kwa ajili ya kazi ya usanifu wa jengo. Vile vile mwaka 2026/2027 mradi umetengewa kiasi cha fedha ya kuendelea na awamu nyingine ya utekelezaji ambapo taratibu za manunuzi zinaendelea. Hitimisho. Mheshimiwa Waziri, ofisi ya mkuu wa mkoa inatoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutuletea fedha kwa ajili ya ujenzi wa jengo la ofisi ya mkuu wa wilaya ya Kilolo. Kukamilika kwa mradi huu itasaidia kuongeza ufanisi wa utoaji huduma kwa wananchi wa wilaya ya Kilolo pamoja na kukuza mji wa Kilolo. Mheshimiwa Waziri, kwa jina naitwa Injinia Hussein Kitemwe, mhandisi kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa na ndiyo msimamizi wa mradi huu. Naomba kuwasilisha. Asante sana. Mhandisi Hussein aenda kukabidhi taarifa hiyo kwa Mheshimiwa Waziri. Makofi. Asante sana. Asante sana. Karibu Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi katika bango la ujenzi wa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kilolo ikionyesha progress za kazi tangu tunaanza. Kwa maelekezo ya picha hizi, hii ni awamu ya kwanza. Tulianza kuondoa tabaka la udongo la juu. Baada hapo tukapima kwa ajili ya kuseti jengo, tukafuatia na kuchimba mashimo ya nguzo takriban zaidi ya nguzo 72 kwenye hili jengo. Tukamwaga zege kwenye vitako vya nguzo hizo, tukasuka nondo. Baada hapo tulisuka nondo pia za msingi, tukafuatia na kazi ya kumimina vitako vya nguzo, ikafuatia na ujenzi wa msingi. Baada hapo tukaja tukamimina zege kwenye nguzo za msingi, tukafuatia na kupanga mawe kwa ajili ya zege la jamvi.
Baada ya hatua hiyo tukasuka na nondo kwa ajili ya jamvi na tukamwaga jamvi. Hapa picha hii ikionyesha umwagiliaji wa maji ili zege liweze kukauka vizuri. Baada hapo tukainua na nguzo za zege na sasa hivi tupo kwenye hatua ya kusuka nondo za gorofa na kufunga mifumo yote ya maji na umeme. Na hizi ni picha zinazoonyesha jengo litakapokamilika litakavyoonekana. Litahudumia takriban ofisi zaidi ya 17 na hizi ni picha za jengo na mazingira yake ya nje litakavyokuwa limekamilika. Nashukuru sana Mheshimiwa Waziri. Kwa majina naitwa George Sebi Kula, mkadiriaji majenzi kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa. Napenda kuwasilisha. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Baada ya kuona hivyo basi naomba sasa Mheshimiwa Waziri na meza kuu tuweze kupita kuweza kukagua jengo ili muweze kuona shughuli ambazo zimefanywa. Jengo letu lina ofisi takribani 17 ambayo kuna ofisi, kati ya ofisi hizo kuna ofisi ya DASI, kuna ofisi ya DC, kuna ofisi ya Zarita, NIDA, kuna ofisi ya mbunge na kuna ofisi mbalimbali pamoja na ukumbi wa mikutano. Karibu sana kwenye jengo letu. Mheshimiwa Waziri, baada ya taarifa iliyosomwa kwako na zoezi la demonstration lilofanyika pamoja na kutembelea mradi huu, sasa tunaomba heshima ya kukaribisha kwa ajili ya kuweka jiwe la msingi. Karibu sana Mheshimiwa Waziri. Basi sasa Mheshimiwa anaenda kuweka jiwe la msingi. Tuanze kwa sababu 1, 2, 3, makofi. Asante. Ninaomba nisome jiwe la msingi la ujenzi wa ofisi ya mkuu wa wilaya ya Kilolo limewekwa na Mheshimiwa Abdalla Hamisi Ulega, mbunge, waziri wa ujenzi, tarehe 24 mwezi wa 7 2026. Makofi. Asante sana Mheshimiwa Waziri kwa kuweka jiwe hilo la uzinduzi la msingi. Basi niombe meza kuu na Mheshimiwa Waziri tuelekee pale kwenye jukwaa letu ili tuweze kuendelea na itifaki. Nikushukuru kwa kuja na kutufanyia kazi nzuri ya kuweka jiwe la msingi katika jengo la ofisi ya mkuu wa wilaya. Ni mkakati wa kitaifa ambao Mheshimiwa Rais ameupanga kuboresha maeneo ya kazi, ofisi za kazi kwa ajili ya viongozi. Tunashukuru kwa hilo. Baada ya maneno hayo, naomba nimkaribishe Mheshimiwa mkuu wa mkoa ili atupe salamu na hatimaye akukaribishe. Karibu. Kilolo oye! Maendeleo oye! Mheshimiwa Ulega oye! Mheshimiwa Rais wetu oye! Mheshimiwa Abdalla Hamisi Ulega, mbunge, waziri wetu mwenye dhamana ya ujenzi ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kipenzi cha wanamkuranga. Hapo mpige makofi kidogo hapo. Maana bila kuhitaja mkuranga bado Ulega hujampara. Mheshimiwa Waziri, tunakushukuru kwa kuwatenga muda kuja katika ratiba hii kubwa ambayo Mheshimiwa Rais ameipanga kwa nchi nzima. Kwa dhati Mheshimiwa Rais alitamani sana aje mwenyewe, lakini akasema sasa naomba nitume askari wangu wa mwamvuli waende nchi nzima kukagua kazi tunayoifanya. Tunashukuru sana umefika na tunakupongeza sana kwa kazi kubwa na nzuri. Ndugu wananchi wenzangu wa mkoa wa Iringa, leo tumepata heshima ya kutembelewa na waziri mwenye dhamana ya ujenzi ambaye yuko kwenye program maalum ya Mheshimiwa Rais ambao amewatuma mawaziri katika mikoa mbalimbali wanayoilea ili kukagua utekelezaji wa majukumu, miradi, huduma na mahitaji ya wananchi katika maeneo hayo. Ni mkakati ambao Mheshimiwa Rais ameupanga ili kuhakikisha kwamba hata yale maeneo ambayo hatofika yeye kwa sasa apate nafasi ya kujua kwa njia nyingine ni nini kinatekelezwa, nini kimefanikiwa na nini ni changamoto. Sisi katika mkoa wetu wa Iringa tumepangiwa Mheshimiwa Waziri Ulega, yeye ndo amekuwa mlezi wa shughuli za maendeleo za mkoa huu tangu mwaka jana na mwaka huu, na tunaendelea vizuri. Tumpigie makofi mengi sana. Mheshimiwa Waziri, kwa ufupi, kazi ya utekelezaji wa majukumu ndani ya mkoa inakwenda vizuri sana. Hapa serikali ya awamu ya 6 imeendelea kufanya majukumu yake ya msingi katika eneo la huduma za jamii kwa maana ya ustawi wa jamii, maendeleo ya jamii na maeneo ya utawala. Kero za wananchi zimeendelea kushughulikiwa, lakini pia miradi ya maendeleo imeendelea kutekelezwa. Mamlaka zetu zimeendelea kukusanya mapato ili kuhakikisha kwamba zinakuwa na uwezo wa kuhudumia wananchi kwa urahisi zaidi. Pamoja na hayo, serikali kuu imeendelea kushusha fedha za maendeleo ambazo zinatekeleza miradi mingi, miradi ya huduma, miradi ya utawala na mingine kama hiyo. Pamoja na hayo, tumefurahi kwamba umepata nafasi ya kuja kumwakilisha rais leo kuyaona yale ambayo amekuwa akiyafanyia maamuzi na yale ambayo anayafanyia mipango kuweza kutekeleza kwa niaba ya wananchi wake maeneo mbalimbali. Utakapokuwa kwenye mkoa wetu, utatembelea wilaya zote 3.
Umeanza na wilaya ya Kilolo, mchana utakuwa wilaya ya Iringa, na kesho Mungu akitubariki uzima utakuwa wilaya ya Mfindi. Huko kote ni mabilioni ya fedha yamefanya mambo. Tumpigie makofi tena rais wetu kwa kazi kubwa na nzuri. Kabla sija kukaribisha kipekee, niipokeze ofisi ya mkuu wa wilaya ya Kilolo kwa kazi kubwa na nzuri ya usimamizi wa mradi huu mkubwa ambao umetekelezwa chini ya uratibu wa dhati wa katibu tawala wa mkoa wa Iringa, Mama Kalasa. Tumpigie makofi mengi sana. Mimi sina stress na mradi huu kwa sababu usimamizi wake uko super. Wali wa kushiba unaonekana kwenye sinia. Kwa hiyo unajua tu kabisa hapa hatuhitaji kusumbuana. Kazi ni nzuri sana. Na kote utakapopita utaona namna ambavyo wakurugenzi wetu wa halmashauri na dhamana za wakuu wa wilaya zinafanya kazi nzuri kuhakikisha fedha zinazokuja zinaleta tija iliyokusudiwa. Mwisho kabisa tukushukuru, wewe ndio waziri wa ujenzi. Tukushukuru kipekee kwa namna ambavyo umesimamia utekelezaji wa mradi wa barabara ya kimkakati wa Iringa na Ipogolo Kilolo. Hii ni shukrani ya dhati ya wananchi wa eneo hili. Ni kweli kwamba watu wa Kilolo ni wachapakazi, ni watu wanapenda kazi. Kitu pekee ambacho kilikuwa kinachelewesha maendeleo ya mji huu ilikuwa ni miundombinu. Kupitia Wizara ya Ujenzi tumeyaona matokeo, na hatuna shaka kwamba yako maombi yetu ambayo tumeyapitisha kwa Mheshimiwa Mbunge Mama Rita Kabati, yako maombi ambayo yamewasilishwa na madiwani kwenye baraza kupitia TANROADS na TARURA, lakini hatuna mashaka kwamba maombi yote haya yatatusaidia kuimarisha mtandao wa barabara ili kukuza uchumi na mahusiano ya kijamii baina ya wilaya ya Kilolo na mkoa wa Morogoro pamoja na maeneo mengine ya mkoa wa Iringa. Baada ya maelezo haya marefu sana, Mheshimiwa Waziri, hawa wananchi hawa wako tayari sasa kukusikiliza wewe ili uweze kuwasilisha ujumbe na salamu za Mheshimiwa Rais kuhusiana na mradi huu pamoja na miradi mingine. Makofi mengi sana kwa waziri wetu wakati anapokuja kuzungumza nasi. Karibu sana Mheshimiwa Waziri. Ndugu zangu hapa Kilolo, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Awali ya yote naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwingi wa ukarimu kwa kunijalia mchana huu wa leo nimefika hapa Kilolo kukagua kazi za maendeleo, na mimi nimekuja kwa uteuzi kabisa kwamba ndiye mlezi wa mkoa huu wa Iringa katika shughuli za maendeleo. Ninamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa nafasi hii. Ni mara ya pili sasa ninapata nafasi hii. Kabla ya uchaguzi nilipewa heshima hii pia na tukafanya kazi, tulifika hapa Kilolo pia, na yako mambo ambayo watu wa Kilolo mlinipa nafasi ya heshima ya kuweka alama, ikiwa ni pamoja na hii barabara inayotokea hapo, barabara kuu. Lakini leo nimekuja kufanya kazi ya kihistoria ambayo ninaamini kuwa jina langu litabaki kwa muda wote wa uhai wa jengo hili, kwamba na mimi niliweka jiwe la msingi la jengo hili la mkuu wa wilaya ya Kilolo. Asanteni sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, asanteni sana wana Kilolo kiongozwa na mkuu wetu wa wilaya, lakini vile vile na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, mwenyekiti wa halmashauri, waheshimiwa madiwani wote, asanteni sana. Ndugu zangu, nina maneno kidogo ya kuyasema, lakini kwanza pokeeni salamu nyingi sana za upendo kutoka kwa jemedari wetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Anawasalimu na amenituma niwaambie yeye anawapenda sana, na anawapenda kwa sababu ninyi watu wa Iringa ni wachapa kazi, fanya kazi kubwa sana ya ujenzi wa taifa, ni wakulima wazuri. Chakula kingi kinatoka hapa Iringa, kinakwenda kulisha maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Lakini si tu chakula, ziko na bidhaa nyingine nyingi zinazozalishwa kutoka hapa Iringa, ikiwa ni pamoja na bidhaa za ujenzi kama vile miti na kadhalika. Kwa hivyo hongereni sana. Leo nimepata fursa ya kukagua ujenzi wa jengo, lakini vile vile nimepokea salamu za shukrani kutoka kwa Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa za muundombinu wa barabara kutoka Ipogolo mpaka kufika hapa Kilolo. Nimeiona barabara ni nzuri, inapendeza sana. Kwa kweli hongereni sana. Unafahamu Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mwenyekiti wa chama na ndugu zangu hapa Kilolo, kazi ya ujenzi wa taifa letu ni kazi endelevu
inayofanywa na viongozi wetu wa kila awamu. Kila kizazi cha uongozi kinafanya kazi yake, kuanzia kizazi cha baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Yeye alifanya kazi yake, aliipokea nchi kutoka kwa wakoloni ambao hawakujenga barabara katika taifa letu hili. Barabara za nchi hii tumejenga sisi wenyewe. Mwalimu Nyerere alivyovijenga, moja ya kitu kikubwa na muhimu alichokijenga ni hili jambo linaloitwa taifa la Tanzania. Akajenga umoja, akajenga mshikamano, akajenga amani na utulivu, na sisi kujitambua na kujielewa ya kwamba sisi ni kitu kimoja ambacho ni Watanzania. Baadaye akampasia na kumkabidhi kijiti Alhaji Ali Hassan Mwinyi. Mzee wetu Mwinyi yeye akafungua milango ya sekta binafsi, ambapo aliamini ya kwamba mambo hayawezi kujengwa yote na serikali. Kwa hivyo pale ikawa ni mwanzo wa serikali kushirikiana na sekta binafsi. Baadaye mzee Mwinyi akamwachia mzee Mkapa. Mzee Mkapa alitamani azijenge barabara zote nchini, lakini nchi hii ni kubwa, hakuweza kuimaliza kwa kujenga barabara zote, na amefanya kazi kubwa. Amejenga barabara nyingi mzee Mkapa kwa zidi watangulizi wake wale wawili, na baadaye mzee Mkapa akampa mzee Kikwete. Mzee Kikwete amejenga mabarabara na madaraja mengi kumzidi mzee Mkapa na hata watangulizi wake wale wawili, na yeye mzee Kikwete akamkabidhi kijiti Daktari John Pombe Joseph Magufuli. Akaanza kwa kuyajenga madaraja, sisi sote tunayafahamu hapa, yaliyoko Ubungo na maeneo mengine ya nchi yetu, na akaanza na ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR na miradi mikubwa mingine katika taifa letu. Mwenyezi Mungu akampenda zaidi mzee Magufuli, akatangulia. Kijiti kile akamwachia Jemedari Dr. Samia Suluhu Hassan. La kwanza, Rais Samia amepokea miradi mingi sana mikubwa iliyokuwa katika hatua za mwanzo aliyoachiwa na mtangulizi wake Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan hakufanya ubinafsi hata kidogo. Miradi yote viporo aliyoipokea kutoka kwa mtangulizi wake akahakikisha anaikamilisha. Rais Samia amekamilisha SGR, Rais Samia amekamilisha bwawa la Mwalimu Nyerere la kuzalisha umeme, Rais Samia amekamilisha daraja la John Pombe Joseph Magufuli kule Mwanza na kuelekea Geita. Rais Samia ameyafanya yale yote viporo aliyoachiwa na mtangulizi wake, lakini umahiri, utayari na uzalendo wake akaanzisha na miradi mingi sana ya maendeleo, haswa katika eneo la ujenzi wa mabarabara, ikiwemo barabara hii ya Ipogoro mpaka hapa Kilolo, na ameikamilisha. Mimi nimetoka Kigoma, juzi nilikuwa Kigoma na jana nilikuwa Kagera. Kule Kigoma, kabla ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, mtandao wa barabara za lami ulikuwa ni kilomita zisizozidi 250 tu. Miaka mitano ya Rais Samia amejenga barabara za lami ndani ya mkoa wa Kigoma peke yake zaidi ya kilomita 300 ndani ya miaka mitano tu. Maana yake ni kwamba yeye Rais Dr. Samia amejenga barabara nyingi na ndefu zaidi kuzidi miaka yote iliyotangulia kuanzia uhuru. Watu wa kule Kigoma walikuwa wanachukua wiki moja kutoka Kasulu kwenda mpakani maeneo yanayoitwa Manyovu kwa mfano. Watu
wa Kagera nilipokuwa jana, walikuwa kutoka eneo linaitwa Nyakanazi Lusahunga kwenda Ngara inawachukua siku nzima. Hivi sasa watu wanatembea kwa masaa, kama vile ambavyo ninyi watu wa hapa Kilolo mna enjoy kutoka Kilolo kwenda Iringa kwa masaa, mahala ambako mlikuwa mnatumia muda mrefu sana. Hiyo ndiyo kazi anayoifanya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na serikali yetu ya awamu ya 6 ya Chama cha Mapinduzi. Ni kazi kubwa, nzuri na ni ya mfano, na inafanywa pande zote za taifa letu. Kila utakapokwenda utakuta kuna shughuli za maendeleo zinazofanyika. Sasa hii ni barabara ya mfano, iwe ni chachu ya kuwafanya ninyi ndugu zangu hapa Kilolo muzalishe zaidi, mufanye kazi ya kulijenga taifa letu. Si barabara ya urembo, ni barabara ya uzalishaji. Na maendeleo kama haya ya kujenga nyumba za watumishi wetu wanaosimamia shughuli za maendeleo, ofisi nzuri ikikamilika hii, mkuu wetu wa wilaya na timu yake watapata mahala pazuri pa kufanya usimamizi wa maendeleo. Ninafahamu pia kwamba mbunge wenu Dr. Rita Kabati hatuko naye leo hapa, ni kwa sababu maalum zilizokuwa nje ya uwezo wake. Amenipigia simu akaniandikia na message ya kunikaribisha. Narudia kukuambieni kwamba ujumbe aliosema mkuu wa mkoa juu ya barabara ya kufika mpaka Dabaga huko, mbunge wenu tayari ameshanifikishia jambo hili, na mna mbunge mzuri. Mwanamama yule ni mchangamfu, na kule bungeni kila mtu ni rafiki yake. Yeye ni mchangamfu na ni mtu mwenye mapenzi na kila mtu, hana kisirani, ni mchangamfu na ni mpenzi wa watu wote mule ndani. Kwa hivyo hata sisi mawaziri ni rahisi sana kufanya naye kazi, kwa sababu ni mtu mwema. Mmepata jembe, basi kila laheri katika kumtumia wakati huu kwenye kujenga Kilolo yetu. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, narudia kushukuru sana kwa heshima hii iliyoipata ya kuja kuweka jiwe la msingi la jengo la ofisi ya mkuu wa wilaya, na nimelikagua, nimeliona kwamba linaendelea vizuri. Nimeisikiliza risala iliyosemwa hapa na wataalamu. Nimeridhika kabisa kwamba jambo hili ni kubwa na jambo hili ni zuri, na huu unakuwa ni mji wa kiserikali. Na nilikuwa namtania hapa mdogo wangu, katibu wangu Amani, yuko wapi? Yuko hapa. Nikamwambia bwana, Kilolo inakuwa hiyo, na wewe ndio mwenyeji hapa, usije kuwa mgeni baadaye. Changamka. Kanambia anachangamka, atafanya haraka sana na yeye aanze kuhakikisha kuwa jambo linakuwa zuri hapa. Kwa hivyo hongereni sana watu wa Kilolo, na Mungu awabariki, muendelee kushikamana, mtunze amani ya taifa letu ili tuweze kuendelea kupata maendeleo. Asante sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa, asante. Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi, baada ya hotuba yako nzuri sana iliyosheheni mipango, mikakati, lakini hamasa ya maendeleo kwa wananchi wa wilaya hii ya Kilolo, naomba uridhie kwa dakika 2. Hawa wananchi wote, asilimia kubwa hapa ni watumishi pamoja na wakazi wa kata hii. Sasa tuombe kwa niaba ya wananchi wa hapa, diwani wa kata hii aseme neno la shukurani kwa ugeni huu mkubwa ambao Mheshimiwa Rais ameuleta kupitia wewe. Tumpigie makofi sana Mheshimiwa diwani kwa ajili ya maneno mafupi. Mafupi, si unaelewa diwani? Kama yale yanaombeni kura zenu. Mafupi yani. Haya. Asante. Mama Samia oye! Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi ndugu yangu Abdalla Ulega, mimi naitwa Rahmani Ibrahim Juma Mkakatu, ndio diwani wa kata ya Mtitu. Nikushukuru tena kwa kuja katika kata yangu. Ulifungua barabara, ukaja kukagua barabara, leo ni jengo la mkoa wa wilaya. Nikushukuru sana. Sisi wana Mtitu na wana Kilolo tunakukaribisha tena kama mlezi wetu, waziri wetu, tunakushukuru sana. Asante. Stendi mheshimiwa bado, na engineer yuko hapa, nafikiri naona naye, lakini bado hajaanza kurekebisha.
Asante Mheshimiwa Waziri, kwa maana ya maandalizi ya mpango wa kurekebisha stendi tayari TANROADS wameanza. Kitu pekee ambacho hakijaanza sasa ni pale site, lakini kwa maana ya mipango na maandalizi yamekamilika. Wakati wowote watu wa hapa wataanza kuona mabadiliko pale. Jambo la mwisho, sisi wana Kilolo tukushukuru kumwamini mwana Kilolo mmoja kuwa msaidizi wa waziri wa ujenzi Tanzania. Bwana kijana, tumpigie makofi mengi sana. Na sisi bwana tunakutakia kila laheri. Ni tunajua wewe ni kijana mwadilifu, mwaminifu, hodari, mwenye nidhamu. Tunakuombea Mungu asikupungukie. Akunyanyue mpaka watu washangae. Na usitoke huku, baki huku huku. Ili barabara zote uzijue. Tukiwa tunapotea njia tunakupigia. Jamani, tumpigie makofi tena kijana wetu Amani. Anaitwa Amani na kweli ni amani. Mungu azidi kukubariki na kutunza. Tumefurahi sana Mheshimiwa Waziri. Nisiposema mimi kwa niaba yao hakuna wa kusema. Si unajua kila kiringe na mganga wake. Baada ya maelezo ya Mheshimiwa Waziri, sasa tuko tayari kwa ajili ya ratiba inayofuata. Asanteni sana wananchi na watumishi. Mungu awabariki sana. Tuituze